wapate pumziko tamu, wachovu wake roho yatulizwa kupita siku nyingine. Moyo wangu ufurahi na kutoa mashukuru, ujalizwe raha ile yasiyopitika kamwe. Raha hiyo ya rohoni ni amana ya pumziko ambalo limewekwa juu kikomo cha masumbuko. Bwana Yesu asifiwe. Basi kabla tujaketi, tutasikiliza fungu kiongozi ambalo linapatikana katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana 3 na ile fungu la 2. Nasema, wapenzi, sasa tu wana wa Mungu, wala haijadhihirika bado tutakavyokuwa. Tunajua ya kuwa atakapodhihirishwa tutafanana naye, kwa maana tutamwona kama alivyo. Nitarudia. Sasa tu wana wa Mungu, wala haijadhihirishwa bado tutakavyokuwa, lakini tunajua ya kuwa atakapodhihirishwa tutafanana naye, kwa maana tutamwona kama alivyo. Baba mtakatifu, Mungu muumba mbingu na nchi, tunasema asante kwa siku tena ya leo. Tunasema asante kwa sababu umeendelea kwa pamoja nasi na upendo wako umeendelea kudhihirishwa katika maisha yetu. Ni siku 6 tena tumefanya kazi, tumeenda hapa na pale, tumetumia usafiri mbalimbali katika maeneo ya hatari, lakini neema yako bado inaendelea kutushikilia na kutuongoza hadi kufika katika sabato ya leo. Natukuzwe kama ulivyotuahidi kwamba kwa namna yoyote ile utaendelea kwa pamoja nasi, ambapo na sisi imani yetu itaendelea kuwa kwako. Basi liwe ombi la kila mmoja wetu kwamba uendelee kutushikilia na kutubariki hata tunapoanza sabato hii. Iweka sabato hii mikononi mwako Baba, ikawa ni baraka katika maisha yetu, kutubariki na kutufundisha ili tujiandae kwa ajili ya ujio wako mara ya pili. Mtumishi wako anaposimama, Baba muongoze kwa kutumia kama chombo, akilibariki mkutano. Tunaomba haya katika Yesu Kristo. Amina. Karibu mtumishi. Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ametupatia siku 6 na sasa tunakuja mbele zake tukiwa na shukrani kwa sababu ametupatia pumziko. Bwana Yesu asifiwe. Nimshukuru pia mwenyekiti wa ibada kabisa alivyotuongoza kuanza ufunguzi somo letu na hata kutuongoza katika maombi. Baada ya kusema hivyo, sasa niwakaribishe watu wa Mungu katika ibada hii, tukapate tafakuri ya maneno machache, then tukaendelee sasa kuishi na kuwa katika pumziko hili takatifu la ibada ya leo. Katika kuomba tunapoanza somo letu. Tuombe. Baba mtakatifu, tumejikabidhi kwako tena watoto wako. Mioyo yetu imefunguka kwako. Tupatie neno la matumaini. Tupatie neno la kutujaza nguvu katika mifupa ndani ya miili yetu. Lakini tupatie neno la nguvu ili Baba wa mbinguni mioyo yetu ikatukuzwe na kukutazama wewe, katika jina la Yesu. Amina.
tulipokuwa tukiimba wimbo namba 81, mwandishi anatuandikia na kutukumbusha ya kwamba siku 6 ambazo Mungu ametupatia. Ni kweli Mungu ametupatia siku 6 za kazi, na sasa anasema kwamba baada ya hizo siku 6 kinachofuata sasa ni moyo kushukuru na kufurahi, huku tukiwa na shukurani kwake yeye ambaye aliyekuwa nasi katika siku 6, katika yeye ambaye ametupatia pumziko. Bwana Yesu asifiwe. Mtunzi wa wimbo huu anatukumbusha ya kwamba tunapaswa kumshukuru Mungu, na hivyo tunapaswa kufurahi hata katika siku hii ya Sabato. Ule beti wa 4, naomba niurudie maneno haya, anasema raha hiyo ya rohoni ni amana ya pumziko ambalo limewekwa juu kikomo cha masumbuko. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba hii raha ambayo tunajaribu kuipapasa leo, kama kitabu cha Matendo kinavyoandika, hii raha ambayo tunajaribu kuipapasa leo ndani ya mioyo yetu, anasema ni amana ya jambo ambalo limeandaliwa juu kama kikomo cha masumbuko yote. Ipo raha ambayo ni kikomo cha masumbuko yote. Bwana Yesu asifiwe. Na maandisho ya kitabu hiki anatutazamisha kuangalia pumziko ambalo Mungu ametuandalia, pumziko la milele. Bwana asifiwe. Kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3, neno la Mungu linasema hivi. Sura ya 3, nianzie fungu la kwanza. Neno la Mungu linasema hivi: tazameni ni pendo la namna gani aliyotupa Baba, kwamba tuitwe wana wa Mungu, na ndivyo tulivyo. Bwana Yesu asifiwe. Neno hili Yohana analiandika. Kumbuka huyu ni mwandishi ambaye aliandika Injili ya Yohana, na hivyo tena wakati huo anaandika hizi nyaraka. Sasa ni mwanzo wa ule ujumbe ambao aliuandika katika kitabu chake cha Yohana, yakisema ya kwamba wote waliompokea Yesu walifanyika kuwa wana na binti za nani? Za Mungu. Kwamba kila aliyempokea Yesu alifanyika kuwa mwana na binti wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ndivyo anavyoandika hapa. Tazama ni pendo la namna gani aliyotupa Baba, kwamba tuitwe wana wa Mungu, sema na ndivyo tulivyo. Bwana Yesu asifiwe. Unajua Yohana anatambua tabia zetu wanadamu jinsi tulivyo. Ukisoma habari za Yohana utakuja utambue kwamba Yohana ndio watu ambao walikuwa ni wakorofi, haijawahi kuonekana wana wa Mungu. Kwamba lilipokuwa likitokea jambo ndani katika kijiji, wengi walikuwa hawa Yohana ni miongoni mwa watu ambao waliokuwa wakisababisha vurugu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio Yohana huyu sasa hivi tunamwona aliyekuwa kipenzi cha Yesu, baada ya kuwa sasa Yesu amebadilisha tabia yake. Tabia za wanadamu anatufahamu sisi tulivyo, na jinsi alivyojifunza upendo wa Mungu, alipoutafakari akasema, jamani, tazama ni pendo la namna gani sasa sisi tuitwe wana wa Mungu. Asifiwe. Ndivyo sisi tulivyo, sisi ni wana wa Mungu. Mstari wa 2 anasema hivi: wapenzi, sasa tu wana wa Mungu, wala haijadhihirika bado tutakavyokuwa, lakini twajua ya kuwa atakapodhihirishwa tutafanana naye, kwa maana tutamuona kama alivyo. Bwana Yesu asifiwe. Tatu anasema hivi: na kila mwenye matumaini haya katika yeye hujitakasa kama yeye alivyo mtakatifu. Asifiwe. Ili fungu ambalo linatutia matumaini kabisa. Mwenye matumaini haya katika yeye hujitakasa, kwa sababu sisi ni wana wa Mungu. Najua kuna wakati fulani huwa wanasema kwamba watu ambao wamezaliwa katika familia za matajiri, kuna mazingira ya maisha ambao wanayaishi ambayo kwa hali ya kawaida watu wengine wanaona vigumu sana, kwa sababu huyo mtu kuna maisha fulani amezoea, ambayo ni yasipo tu katika maisha yake. Inamaanisha kwamba kuna hali akitokea kuwa na ugumu, ataona maisha ni magumu sana kwake.
tofauti na mtu ambaye amekulia katika mazingira ambayo ameona familia yake imeishi katika kupambana. Kwa hiyo na yeye amekuwa katika hali hiyo hiyo ya kupambana kila wakati. Lakini tofauti na yule ambaye amekuta kila kitu anachokihitaji nyumbani kipo. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo haoni haja yake yeye kupambana, maana akihitaji anapeleka haja kwa wazazi, wanatimiza haja yake. Bwana Yesu asifiwe. Lakini jambo hili analiandika katika kitabu cha hiki, katika fungu hili la 3 anasema kila mwenye matumaini haya, kila mwenye matumaini ya kwamba Yesu atakapodhihirishwa tutafanana naye. Bwana Yesu asifiwe. Anasema jambo moja la kufanya ni kujitakasa. Bwana asifiwe. Hili ndilo jambo ambalo tunapaswa kufanya. Wana wa Israeli walipoambiwa kukutana na Mungu, walipewa tangazo la kujitakasa. Watu wafue nguo zao, wajiandae mavazi yao yawe safi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu gani? Walikuwa wanaenda kukutana na Mungu. Na kwa sababu tunatambua ya kwamba Mungu ni mtakatifu, hivyo hapaswi kukutana na dhambi ya aina yoyote. Kwa wana wa Israeli walipaswa kujiandaa kikamilifu, kiroho na kimwili. Bwana asifiwe. Mafungu haya matatu yanatutazamisha kutukutanisha na Yesu, lakini yanapotuelekeza kukutana na Yesu, fungu la 3 linasema ya kwamba kwa sababu tunayo matumaini haya, jambo tunalopaswa kufanya ni kujitakasa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu gani tujitakasa? Tunajifunza ya kwamba Yesu anakuja kuchukua watakatifu. Na ndio maana kitabu cha Ufunuo kinafunua ya kwamba wale wote ambao hawatakuwa watakatifu, maana yake watakuwa na dhambi. Yeye Yesu atakapokuwa amedhihirishwa, atakapoonekana, wenye dhambi watakimbia. Sababu ya kukimbia ni kwamba ni ya utukufu ambao Yesu atakuja nao. Kwa hiyo Yesu atakapokuja, hakuna mtu wa kujioja, kujidai ya kwamba hivi mimi ninafaa au mimi sifai. Yaani utukufu na utakatifu wa Mungu utakukimbiza wewe mwenyewe moja kwa moja. Kwa hiyo sasa tunachotaka kufanya ni kwamba Yesu anatualika kujiandaa kwa ajili ya kujitakasa, maana ndipo tumaini la umilele ambalo ametuandalia. Jioni ya leo niwaite ya kwamba sisi ni wana wa Mungu, na kuitwa wana wa Mungu haimaanishi ya kwamba sasa sisi tuna vigezo vya kufanya na kupata yote. Wito tunaopata jioni ya leo ni kwamba tunapaswa tujitakase. Israeli waliitwa na wao kuwa wana wa Mungu, lakini walipewa wito wa kujitakasa ili wakutane na Mungu. Ndivyo na sisi tumepewa wito wa kujitakasa. Kama jinsi Israeli ilivyopewa muda kwa ajili ya kujitakasa, ndivyo hivyo nasi tumepewa muda kwa ajili ya kujitakasa. Kila mmoja wetu tukifua mavazi yetu, tukifua mioyo yetu kwa ajili ya kukutana na Kristo. Na Yesu anasema tutafua mavazi yetu kwa damu tu ya Yesu. Bwana asifiwe. Ni damu tu ya Yesu ndiyo itakayotusafisha, ndiyo itakayotufanya sisi mioyo yetu takasike. Hii inamaanisha nini? Hii inamaanisha kwamba kafara ya Yesu ndiyo itakayotufanya sisi tufae kuwa wana wa Mungu. Wote waliompokea Yesu walifanyika kuwa wana na binti za nani? Za Mungu. Na kwa sababu hiyo Yesu anasema ya kwamba kupitia mtumishi wake Yohana, kwa sababu matumaini hayo tulionayo, basi tujitakase kwa sababu Yesu anakuja. Mungu atubariki tunapoendelea kujiandaa na tunapomsubiri Yesu anapokuja kwa ajili ya kuchukua. Mungu atubariki na alibariki neno hili kwa jina la Yesu. Amina. Tuombe. Baba yetu mtakatifu, jioni ya leo tunakushukuru tena kwa neno hili ambalo umetukumbusha sisi watoto wako, na ni dhahiri ya kwamba Baba sisi ni watoto wako. Haijalishi wakati mwingine sisi tunakuwa wakala wa shetani, lakini Baba sisi ni watoto wako, na ndivyo unavyofanya kazi kwa ajili ya kututoa katika wakala wa shetani na kuwa wakala wako Baba. Wakati huu tunapo sasa kuwa katika pumziko la Sabato, wako tunafungua mioyo yetu na kuiweka mbele zako Baba. Utufundishe ndani ya mioyo yetu, lakini mioyo yetu ijaze tumaini
la kujiandaa unapokuja kwa mara ya pili. Asante Kristo kwa sababu wewe utatenda, na kama yalivyo mapenzi yako, tunaomba Baba yetu wa mbinguni, neno hili ukatusaidie kwa ajili ya kuongeza nguvu ya kuendeleza kujiandaa kwa ajili ya kukupokea wewe Bwana, kwa sababu wewe ni mwema na unatupenda sisi watoto wako, na hivyo ndivyo tunavyoomba na kushukuru katika jina la Yesu, amina. Nimefika Sabato kwa ajili ya kumtukuza Mungu, na hivyo sasa niwakaribishe katika Sabato hii ya leo, na baada ya kusema hivyo niwape pole na hongereni kwa majukumu yenu ya siku 6. Bwana Yesu asifiwe. Hili ni agizo na tunapaswa kufanya hivyo, na hata vitabu ambavyo tunaendelea kujifunza na roho ya unabii vinaendelea kutufunulia ya kwamba hatuwezi tukaitunza Sabato kama hatujawa watenda kazi ndani ya siku 6. Kwa hiyo ili tupumzike ni pale ambapo tumefanya kazi. Bwana asifiwe. Tunashukuru Mungu maana ametupa pumziko, maana tumekuwa naye katika majukumu ya siku 6, na kupitia majukumu haya ametubariki na ametuongoza katika yote. Sasa niwaambie katika ibada ya Sabato hii ambayo tumeanza hadi ambapo tutakapokuwa tumemwaga tena mbele Sabato. Bwana Yesu asifiwe. Niwakaribishe sasa kwa kuwahi asubuhi. Vipindi vyetu vitakapokuwa vinaendelea asubuhi, kila mmoja katika sehemu yake. Wale ambao wanapaswa kuhudhuria katika madarasa ya walimu kufanya hivyo asubuhi kwa ajili ya maandalizi ya ibada, lakini wengine ambao tunapaswa kufika hapa saa 3 kamili kwa ajili ya kuanza huduma ya uimbaji. Lakini pia ninaelekeza ya kwamba tujiandae pia katika ibada hii, ya kwamba tunapokuwa tunafika kila Sabato, wakati mwingine tumeshafanya kama mazoea, lakini tufanye kama wakati wa kukutana na Mungu. Pema unapofika katika ibada unatulia, kama kuna nyimbo unaimba ukifungua moyo wako, lakini ukiwa na ajenda yako. Bwana asifiwe. Na tunajaribu kuendelea kujielekeza kwamba kila mmoja wetu unapokuja katika ibada njoo na ajenda yako. Ukija na ajenda yako kwa Yesu, utamuona Yesu katika ibada. Hautamuona mtu amevaa nini, hautamuona mtu amesema nini, kwa sababu ajenda yako ni kukutana na Yesu. Itakuwa na kuelekeza wakati hubiri linaendelea, wewe unamwomba Mungu kupitia neno hilo, Mungu akutakase. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tuendelee, tunapokuja mbele za Mungu tutambue ya kwamba na shetani pia anakuja. Kwa hiyo tukitambua hivyo, basi tutakuwa na tahadhari kubwa ya kwamba huenda shetani anaweza akanitoa katika uwepo wa Mungu ndani ya ibada. Kwa hiyo tuendelee kujiandaa tunapokuja ndani ya ibada, na mioyo yetu tunaifungua ili Mungu kama kuna jambo baya ndani ya mioyo aliondoe na apandikize neno lake takatifu. Baada ya kusema hivyo, niwakumbushe wale ambao ni wana baraza ya kwamba tutakuwa na baraza la kanisa